Sasa kaa kwa kutulia, tuna surprise mkubwa ambao hujai kuisikia. Unajua hata wenyewe ambao tunawafanyia surprise hawajui kitu chochote. So yongatuha vatakaleta hizi vinji kwa gata kuvisungwa. Yani kula kwake kwa matatizo tu samaki. Asante. mambo vipi? Ni aje? Hii ni moja kwa moja Afrika, Tanzania, Songwe. Tunakuja moja kwa moja na tuangazia moja kwa moja katika boda ya wajanja. Unajua ni wapi? Tunduma. Sasa kaa kwa kutulia, tuna surprise mkubwa ambao hujai kuisikia. Unajua hata wenyewe ambao tunawafanyia surprise hawajui kitu chochote. So kaa kwa kutulia. Sisi leo bwana, tuna jambo letu moja ambao ni kubwa. Tunaenda kuwagusa mioyo ya watu na wale wahitaji maalum. Hiyo ni bonge la surprise. Endelea kuongozana na sisi Big TV Safari. Penda na rafiki yako ajue ni kitu gani ambacho tunaenda kukifanya. Jaribu kushare na kulike na kusubscribe kama ndio kuongozana na sisi Big TV Safari, ambao unamwona hapa anaitwa Kashi Pro na nyuma ya kamera anaitwa Mtia Moyo Kani. Shalom. Poa, siku nyingine. Na mimi nimekuja ofisini vya ukuta. Pembe tena hujafunga. Nimeenda mara kwanza, nimeenda mara pili. Namkaje? Karibu. Asante. Asante. Bodi. Penda. Kwa ajili ya kuja kumwona bibi yetu. Najua hali kama hii, watu kama hao unakuta ana mahitaji makubwa, unakuta hana mtu wa kumsaidia, lakini tunaona kwamba kuna watumishi wa Mungu hapa ambao wamejitoa kwa mioyo yao yote kwenda kugusa na kuwafikia watu kama hawa kwa ajili ya kutoa msaada na kuwafariji na kuwasaidia ili wajue wanapendwa na Mungu. Kwa hivyo tumekuja hapa kwa njia hiyo. Kwa hivyo kwa maelezo zaidi nitampa kiongozi pia aweze kueleza, lakini mjue kabisa ya kwamba wamekuja kwa upendo kuja kuwatembelea na kumtembelea bibi. Ni mkazi wa hapa Tunduma.
tumekulia hapa, tumekuwa hapa, tumesoma hapa, na mpaka unavyoniona na shughuli zangu na biashara zangu nafanyia hapa hapa Tunduma. Utupokee kwa kidogo ambacho tulicho nacho. Pia tuna dada yetu hapo ataenda kujielezea pia. Jina naitwa Florida Charles. Tumekuja kumwona bibi yetu, tumeongozana na baba mchungaji Pastor Rafael Chinga na mama yetu hapa, Mama Ima. Tumekuja kumpa bibi chochote ambacho hiki kidogo ambacho Mungu ametujalia kwa siku ya leo. Mama, tunaomba ukipokee. Seva na Msukwa. Amezaliwa hapa Tunduma? Ape. Alizaliwa wapi? Kumaya. Amezaliwa Ileje. Ileje. Hapa ana muda gani hapa Tunduma? Hapa amekaa pa baba mkwe wake. Kwa baba mkwe wake ndio anamuhifadhi. Maana mimi ni mtoto wa kike ndio namlea. Tunashukuru sana kukufahamu. Asante kwa upendo. Lakini sisi tuna vichache vidogo ambavyo tumevileta hapa, lakini sijajua ni vitu gani anapendelea. Labda wakati mwingine Mungu akitujalia tukapita tukajua ni vitu gani anapendelea. Umama akusungwa hashifu cha kupendelea kulia. Isikilinji wangatuha batakaleti hizi vinji kwa gata kuvisungwa. Yani kula kwake kwa matatizo tusamaki hivyo. Siku tupika toga ndio anapendelea toga, tusamaki ndio anapendelea na tuchai. Swali langu lilikuwa ni hilo. Samahani kwa usumbufu mama. Basi tutakwenda kuomba. Baba, katika jina la Yesu tunasema asante kwa siku ya leo. Wewe ni Mungu mwema, umetupa neema kufika katika nyumba ya bibi huyu ambaye yuko hapa amelala kitandani, amelala katika godoro hili akiwa anasumbuliwa. Baba, asante kwa ajili ya vijana hawa ambao wamejitoa kwa ajili ya kuja kufanya kazi hii ya kuja kumtia moyo na kumpa msaada. Asante Baba kwa maana wamebarikiwa, na pia tunamwombea bibi akajisikia uzima katika mwili wake. Tunasoma katika Mathayo sura ya 8 mstari wa 17 unasema, ili timie lile neno lililo neno la nabii Isaya akisema, mwenyewe alitoa udhaifu wetu na kuchukua magonjwa yetu. Tunakataa magonjwa akamwache huyu bibi ajisikie vizuri, ajisikie uponyaji, ajisikie afya, ajisikie hamu ya kula chakula katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunatangaza damu itiririke vizuri kwenye mwili, ajisikie vizuri kwenye mifupa, kwenye nyama, katika maeneo yote, kichwani, tumboni na maeneo yote ajisikie vizuri. Tunatangaza uzima kwake, akalale usingizi vizuri siku ya leo. Na pia anayemuuguza tunamwombea baraka na uzima huyu mama, ukamsaidie, ukampe afya njema pia. Na familia yote kwa ujumla tunawakabidhi mkononi mwako. Baraka zako zibaki hapa na nguvu zako zibaki hapa. Tunakushukuru kwa maana umetenda haya. Asante Baba kwa maana wewe uliowaponya wale watu zamani, unaponya na leo. Unamponya na kumsaidia katika uzee wake ajisikie uzima, ajisikie afya. Asante kwa neema yako. Nakushukuru Baba kwa maana umetenda. Kama ulivyomponya yule mwanamke aliyeteseka miaka 12, ulimponya kwa sekunde moja, ndio unamponya na bibi huyu atajisikia vizuri kwa uweza wako. Nasema asante kwa neema yako. Kupitia jina la Yesu naomba na kushukuru. Roho Mtakatifu akatie uzima katika mishipa, katika damu, katika mifupa, ajisikie afya. Kwa jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen. Amen. Tunashukuru sana. Tunashukuru sana bibi. Tunashukuru, sisi hatuna muda wa kukaa, tutabidi tuwaache mbaki salama. Odi. Odi. Jina naitwa Florida Charles. Tumekuja kumuona bibi, tumeongozana na baba yetu mchungaji Rafael Chinga. Baba, karibu, jitambulishe na ueleze kilichotuleta. Asante sana, tunashukuru. Kwa jina naitwa Rafael Chinga, ni mchungaji. Nimekuja na hawa vijana kwa ajili ya kazi nzuri ya kuja kuona bibi, moyo wa kujali watu, hasa wazee. Maana wazee kwa ujumla, wazee wanasahaulika. Katika kizazi tunaona kila mtu anakuwa hana habari na wazee.
lakini hawa vijana wakaona waje wakuone mzee, wakutembelee, wakushike mkono, tie moyo na kukupa msaada kwa ile kiasi kidogo alichonacho. Kwa hiyo kwa wakati huu basi tutamkaribisha kiongozi. Kwa majina anaitwa Oresti Zefania Pesambili, ni mkazi wa hapa Tunduma. Nimekulia hapa, nimesoma hapa na biashara zangu zote nafanyia hapa Tunduma. Nimekufanyia surprise, lakini sijajua unapendelea kitu gani, lakini kwa namna tulivyokuja navyo na imani utakipenda. Lakini pia ningependa kujua jina lako, naitwa nani? Mimi naitwa Maria Habonga. Maria Habonga. Umezaliwa hapa? Papiliwe kumalia. Tunduma umehamia muda mrefu? Mrefu, nimekuzeekea hapa. Mzee hafa hande hapa na. Basi sisi kama sisi tumekuja na kidogo hiki, kama unaweza kukipenda, tunakiomba, naomba upokee. Asante, mkono mwingine, asante. Asante Mungu. Asante Mungu. Asante. Sijali. Cha kuwapa sina. Ila kwa Mungu ndiye mtapata zawadi kwangu. Asante sana. Asante. Asante. Tunaomba kuombee Mungu akulinde. Baba, kwa jina la Yesu, asante kwa ajili ya bibi huyu. Asante kwa maana mmetupokea hapa na mmetupokea zawadi hizi za hawa vijana walizojitoa. Baba, tunasema asante kwa neema yako. Tunamwombea uzima, tunamwombea afya, akaendelee kufurahia uzee wake. Zaidi yote Baba, akakupende wewe, akakutumikiwe katika uzee wake, akakufurahie wewe katika maisha yake, kwa maana ndani yako Bwana Yesu kuna uzima. Asante kwa maana tunaendelea kumlinda, tunaendelea kumtunza. Tunakushukuru. Na pia tunapoondoka hapa, kila mtu aende salama katika njia yake, kazini kwake, akabarikiwe. Asante kwa neema yako, kwa jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen. Wala hata usijali, ubaki salama. Asante sana. Hatimaye zoezi letu linaishia hapa. Tunashukuru kwa muda wenu. Baba, Mungu akubariki sana kwa kuitikia wito. Pia mama, Mungu akubariki sana kwa kuacha kazi zako kuambatana na sisi. Mungu akuzidishie, asikupungukie. Ulikuwa nami Florida Charles, niliambatana na mwenzangu. Leo tumebarikiwa kwa kidogo ambacho Mungu ametujalia, kwa sababu kuna wakati unaweza kuwa unaishi lakini hauwezi kujua wenzio wanaishije. Kwa Mungu ametusaidia, na vile vile tumeongozana na mchungaji wetu mkubwa Raphael Chinga, na ataenda kujitambulisha. Asante sana, tunashukuru sana kwa jioni ya leo, kwa kazi kubwa ambayo wamefanya hawa vijana, kwa kazi kubwa ya kujitoa vitu vyao, wamejitoa muda wao, wamefanya kama neno la Mungu linavyosema, ya kwamba tusiache kushirikiana na kutenda mema. Haya ndio mema ambayo yana thawabu kwa Mungu, na ukifanya vitu vya namna hii utapata thawabu kwa Mungu na maisha yako yatakuwa vizuri. Kwa hivyo hawa vijana nashukuru kwa kazi walioifanya, na nimeambatana nao mimi mchungaji Raphael Chinga, tumeambatana nao kuja hapa na nimebarikiwa sana kwa kazi, na ninawaombea baraka, nawaombea mafanikio, wakaendelee kuinuka na kwenda viwango vya juu zaidi vya mafanikio, kwa sababu wana moyo mzuri. Mungu awabariki sana. Na pia mnaendelea kukaribishwa ndugu na jamaa. Kutoa sio pesa tu, ni msaada tosha. Kuna watu wengine wanahitaji uwepo wako tu ili wapone. Kwa hiyo ambao unanisikiliza, labda unahitaji kuungana na mimi, basi unakaribishwa sana Begi TV Safari. Kwa majina naitwa Oresti Zefania Pesambili, au mkurugenzi wa Begi TV Safari. Lakini nyuma ya kamera tupo na kijana mmoja mtanashati, anaitwa Mtiamoyo, au unaweza kusema PhD Kani Mtiamoyo. Alipatikana Tunduma na ni kijana wangu wa kazi, na anaendelea kufanya vizuri katika mji wa Tunduma.